Hivi karibuni serikali imetoa tangazo na kusema kwamba kuna uwepo wa coronavirus tena, kwa maana kwamba ugonjwa ni kama vile ni umerudi. Kama ilivyo kama kawaida ni kwamba watu wako wanachukua tahadhari. Ni kitu ambacho ni kizuri sana. Kipindi cha mwaka 2020, 19 hapo na 21, tunafahamu kwamba tulipoteza watu wengi kwa sababu ya huyu virus ama ugonjwa wa corona, na baadhi pia waliweza kunusurika. Lakini kuna vitu vichache ambavyo vimenifanya mimi kuweza kutengeneza video hii, ambapo hasa ni kuangazia juu ya uhusiano wa swala la lishe na masuala ya coronavirus. Kuna baadhi ya tafiti kujaribu kuangalia ni kama zinaonyesha kwamba kuna baadhi ya vyakula kama unakula vinaongeza hatari ya wewe kuweza kushambuliwa na coronavirus, wakati kama unakula aina fulani ya vyakula ni kwamba vinasaidia kukukinga wewe na coronavirus. Nadhani mnaweza kubana na mimi kipindi hicho cha corona ni kwamba kila mtu aliyekuwa amepata corona ama baadhi waliweza kutengeneza kwa utaratibu, kwa kuwa anajifukiza na kuweza kutumia chai kama za tangawizi, malimao, kwa maana ya kwamba ni kweli kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo vinasaidia dhidi ya corona, lakini pia wakati huo pia wewe unakabidi ufahamu kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo huwa vinaongeza hatari wewe kuweza kushambulia masuala ya corona. Lakini pia kuna sababu nyingine ambazo zimefanya mimi kuweza kukuletea video hii, ikiwa ni kwamba kipindi kile tuliweza kuambiwa kwamba tuweze kuongeza kinga, kwa maana kwamba ukiwa na kinga ambayo iko imara ni kwamba inaweza ikawa ni bora sana dhidi ya ugonjwa wa corona, kwa maana kwamba wazee ambao walikuwa ni watu ambao wanazungumzwa sana kwamba ni wahanga wakubwa, walikuwa nasema kwamba sababu kubwa ni kwamba kinga zao ziko chini. Ni kweli kwamba ukiwa na kinga ndogo ndio unashambuliwa sana. Tutaweza kufahamu katika video hii, kwa sababu kuna swali ambalo inaibuka, kama shida ni kinga, kwa nini watoto hawakuweza kufa wengi sana? Lakini wakati huo pia tutaweza kuangazia kwa maana ya kwamba kwa nini nchi nyingi za magharibi, Ulaya, Marekani na nchi nyingine za Asia huko, kwa nini ndio walikuwa wahanga wakubwa sana kulinganisha na Afrika? Kwa maana kwamba kuna kitu ambacho kimeandikwa na kusema kwamba the African COVID-19 paradox, kwamba ni fumbo kwa upande wa Afrika. Kwa nini Afrika hawajafa wengi sana? Na ile imejaribu kuelezea katika mfumo wa lishe. Sasa lishe inahusiana vipi hapa? Na wewe katika kipindi hiki ambacho tunasema kwamba kuna corona tena ni ipo na imerudi, wewe unatakiwa uwe kwenye ulaji gani? Hivyo tutaangazia yote katika video hii, na pia nitakupitisha kwenye lishe zilizopo, lishe ambayo nashauri mimi ya kula vyakula asili ya mimea, na lishe ambayo wengi wanawashauri ya kufuata ya low carbohydrate, ya kuepuka vyakula vya wanga, wakati huo umeongeza vyakula vya protein, low carbohydrate, high protein, high fat diet, na ikiwemo masuala ketogenic diet ambayo ni form ya hiyo low carbohydrate. Tutaangazia pia na hii lishe ya pescatarian diet ambayo ni lishe ya mtu kula vyakula asili ya mimea sambamba na vyakula vitokanavyo majini, kwamba ni lishe zipi ambazo zinafaa kupambana na masuala ya virus ikiwemo coronavirus. Katika mada hii upo na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Bila kupoteza muda tuingie kwenye mada. Mada inasema kwamba ni lishe bora dhidi ya corona 19 au COVID-19, coronavirus huyo. Twende moja kwa moja kuangalia mtu ambaye yuko hatarini. Ni wakina nani ambao wako hatarini kuweza kupata maambukizi ya coronavirus? Ni watu wawili. Hii ilikuwa ni kwa mujibu wa tafiti hii ambayo inazidi kutuweka wazi kwamba moja ni mtu ambaye ana lishe mbovu. Mtu mwenye lishe mbovu ni kwamba ni yuko hatarini kupata changamoto ya coronavirus. Lakini wa pili ni mtu yoyote ambaye ana magonjwa sugu yasiyo hasasa ya kuambukizwa. Watu wenye sukari, pressure, magonjwa ya moyo, kuna masuala magonjwa ya figo, magonjwa ya ini, magonjwa si ya mmeng'enyo mengine, unene kupindukia. Kwa magonjwa sugu yote hapo ni kwamba watu hao ndio wako hatarini kuweza kushambuliwa na swala la corona. Mwanzo tumekuwa tukisema kwamba watu waweze kuongeza kinga zao za mwili, kwamba ziweze kuwa imara. Fanyeni mazoezi, kuleni vyakula, japo kwenye masuala ya lishe tulikuwa tunashindwa kuweka vizuri kwamba ni lishe ipi ambayo inaweza ikafanya kweli ikaboresha kinga zako. Sasa kwa mujibu wa mwandishi wa hii kitabu hiki cha How to Survive the Pandemic, Dr. Michael Greger anazidi kusema katika kitabu chake kwamba swala la watu kuhimizwa kuongeza kinga ni kitu ambacho kimekuwa kikitapakaa katika matangazo mengi na katika elimu nyingi, japo uhusiano uliopo kati ya kinga na coronavirus ni bado haujaeleweka vizuri. Akasema katika kitabu chake kwamba kuongeza kinga yamkini kinadharia inaweza ikafanya hali kuwa mbaya sana,
Na hapa kuna vitu viwili nataka nikufahamishe wewe ambao unanisikiliza katika pointi ya kitabu hiki cha How to Survive the Pandemic. Mwanzo tulikuwa nasema kwamba wazee wanashambuliwa kwa sababu kinga zao ziko chini. Tunafahamu kama shida ni kinga, tunafahamu kwamba kwenye swala la watoto tunafahamu kama kinga zao hazijakomaa, na tunafahamu kwamba magonjwa yote ambayo yanahusiana na virus kama mafua ni huwa yanasumbua sana watoto. Sasa kwa nini hatujaona watoto wengi wakifariki kwa sababu ya coronavirus? Wangali bado watoto hawa kinga zao hazijakomaa vizuri. Je, shida hapa ni kinga kwa hawa wazee ama kuna kitu kingine? Maana tulitarajia tuone kwamba watoto wengi wamekufa kwa sababu kinga zao zilikuwa hazijakomaa vizuri. Kwa hiyo kwa sababu coronavirus inamshambulia mtu mwenye kinga ya chini, basi itakiwa mtoto awe mmoja ya walengo, lakini imekuwa tofauti. Lakini cha pili hapa nitakudhibitisha kutumia hii case study, tafiti hii ambayo ilikuwa ni mke na mume. Katika tafiti hii mume alikuwa na afya njema wakati mke alikuwa na saratani na alikuwa kwenye matibabu ya chemotherapy na kinga zake zilikuwa ziko chini, kwa sababu chemotherapy inaonekana kwamba inaathiri ama inapunguza kinga zako wewe za mwili. Kitu kutokea ni kwamba watu hao waliweza kupata corona, na ni bahati mbaya. Sasa kitu kile kushangaza ni kwamba mwanaume ambaye yeye afya yake ilikuwa iko njema, alikuwa hana magonjwa yoyote, ni kwamba alijikuta kwamba yeye ndo alilaza ICU, wakati mwanamke ama mke wake ambaye yeye alikuwa na changamoto ya saratani na kinga zake ziko chini, yeye alilaza kwa siku 6 tu. Baada hapo akaruhusiwa kurudi mazingira ya nyumbani, wakati amemwacha mume wake kule ICU. Wakakomenta akasema kwamba katika tafiti hii, kwa maana kwamba corona inaweza ikawa ni mbali zaidi ya kinga ambayo wewe unaambiwa. Hii ni vitu viwili ambavyo vinadhibitisha kwamba hii swala la kinga haiko kama ambavyo watu wanafikiria, kwamba swala kwamba watu wanashambuliwa kwa sababu kinga zao ziko chini. Kitu inaonekana kwamba ni tofauti. Sasa kama ni tofauti, siri ya corona ni nini zaidi? Yaani huyu corona amejificha kwenye kona gani yeye? Ni kitu gani ambacho nikiangalia? Katika nakala nyingi za tafiti zinatuambia kwamba corona inapitia kwenye mfereji mmoja ambao tunaita kwamba ni systematic low grade inflammation, ambayo ni aina fulani ya mioto ambayo inatokea ndani ya mwili wako wakati ya mwingine huna maambukizi ambayo ni active ya infection yoyote, unakuta tuna hizi inflammation, hii mioto. Na hizi systematic low grade inflammation kwa walio wengi magonjwa sugu na wengine wenye lishe mbovu wanakuwa nazo hizi inflammation, inakuwa zipo, kinga unakuta zimechachamaa, zinakuwa zina activate, zinakuwa zinasababisha hii mioto. Naomba nikufahamishe kwa ufupi na unielewe vizuri, kwa sababu hapa ndio tutaweza kuja kuona vyakula ambavyo vinahusiana na hii inflammation na kwa nini hivyo sasa vinakufanya kuwa hatarini, lakini pia hapa tunaweza kuona kwamba ni vyakula gani ambavyo vinadhibiti hizi inflammation na ambavyo vinakufanya wewe kuweza kuwa salama, na vyakula hivyo ndio tunatusaidia kuja kuelezea hii kitu ambacho ni the African COVID-19 paradox. Kwa upande wa COVID-19 ambayo inasema kwamba kwa sababu ya inflammation, huwa ni nini hapa? Wanazidi kusema kwamba katika tafiti kwamba COVID-19 ni kwamba inachokifanya yenyewe ni kwamba huwa inachochea ile kinga yako kuweza kuzalisha habari za inflammation ambazo pale inapokuwa kinga imeshindwa kucontrol, huwa inasababisha uharibifu wa tishu mbalimbali kwenye mwili na kupunguza uwezo wa mapafu yako kuweza kufanya kazi. Ndio maana unakuta wakati mwingine mtu anashindwa kupumua, wakati mwingine kujaribu kuangalia kipindi kile kuna watu ambao walikuwa wanafariki kwa sababu ya organs failure, unakuta figo zinashindwa kufanya kazi, ini zinashindwa kufanya kazi. Kuna viungo mbalimbali unakuta kwamba vimeshindwa kufanya kazi ndani ya mwili wako, ni kwa sababu ya hizi inflammation. Na nikufahamishe tu kwamba mara nyingi seli ambazo zinahusia kwenye mfumo wa kinga ya mwili wako ni kwamba huwa ambacho zinafanya ni kwamba pindi ambapo virus inapokuwa ameingia ndani ya mwili wako, ni huwa seli hizo zinazalisha vitu ambavyo kwamba ni pro-inflammatory cytokines, ambazo hizo kemikali huwa zinakuja kuongeza moto, ambazo situation hiyo ya kuongeza moto ambao kwamba wakati mwingine mwili ama kinga zako zinashinda kucontrol, tunaita kwamba ni cytokine storms. Kwa hiyo hali ya moto kuongezeka na mwili kushinda kucontrol huwa inakuja sambamba na multiple organ failure,
yani vile viungo vyako vya ndani huwa vinashindwa kufanya kazi kwa sababu ya hizi systematic inflammation. Na ndio mnakuta mtu kama ana maambukizi ya corona, ni kwamba wengi wanashangaa kwamba wanakufa tu kwa sababu ya viungo fulani vimeshindwa kufanya kazi, organ fulani imefeli kufanya kazi. Na katika tafiti wanazidi kuambia kwamba katika kipindi cha corona kwamba walipowapima wagonjwa hao wenye COVID-19 waliwakuta kwamba wengi walikuwa na kiwango kingi cha hizi pro-inflammatory cytokines au hizi cytokines ambazo zinaongeza moto ndani ya mwili wako. Kwa hiyo hii ndio siri ambayo imejificha kwenye swala la COVID-19. Sasa kama swala ni inflammation, inahusiana vipi na mtu mwenye lishe mbovu? Inahusiana vipi na masuala ya magonjwa sugu? Ndio hapo tuweze kushuka kwamba kwa nini mtu mwenye magonjwa sugu, mtu wa kwanza ambaye kwa hatarini kushambuliwa na corona hii 19, hii COVID-19. Fahamu kwamba wagonjwa wote ambao wana magonjwa sugu ya sukari, pressure, magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo na magonjwa mengine sugu, ni kwamba na kitu ambacho kinafanana, ambacho ni hiki ambacho nasema kwamba wote tayari wana systematic low grade inflammation, wana hizi mioto ambayo inaendelea, kwa sababu chanzo cha inflammation sio virus wala tu peke yake wala bakteria tu peke yake. Hata swala la vyakula vinaanza kuchochea issue ya inflammation ndani ya mwili wako. Na wakati huo pia inflammation, fahamu kwamba inazalishwa pia inatumiwa na kinga yako kuweza kudhibiti infection. Kwa hiyo vyote ni vyanzo vya inflammation. Utofauti wa hizi inflammation nyingine ambazo zinaanzishwa na masuala ya vyakula na ambazo zinaanzishwa na masuala kama infection, kwa upande wa kinga ni kwamba kinga yenyewe inazalisha inflammation ambayo huwa inaiwasha, baadaye inaweza kaizima pindi ambapo kunakuwa hakuna maambukizi yoyote. Lakini hapokuja kwenye swala la watu wenye magonjwa haya sugu, ni kwamba ule ulaji wao na changamoto walizonazo tayari zinawafanya wao tayari wana hizi systematic low grade inflammation, ambazo ni inflammation zipo, hakuna maambukizi ya bakteria, lakini tayari ushakuwa na inflammation kwa sababu ya changamoto ulionayo na vyakula ambavyo wewe unakula. Na kitu kingine ni kufahamisha, nitaka kukuelezea tu vizuri hapa kwenye hawa watu wenye magonjwa sugu, kuna kitu ambacho kinafanana, ambacho na kwamba ni dysbiosis. Wagonjwa wote wenye magonjwa sugu haya ni kwamba wana hii kwamba ni dysbiosis. Dysbiosis ni kitu gani wewe ambacho wewe ufahamu? Dysbiosis ni hali ambayo inatokea kwamba kwenye mmeng'enyo wako kuna bakteria wengi wabaya kuliko wazuri. Maana kunakuwa hakuna uwiano mzuri kati ya bakteria wazuri na wabaya. Kwa unakuwa na gut dysbiosis. Na ile inapelekea vipi habari za inflammation? Fahamu kwamba kwa 70% mpaka 80% ya kinga zako za mwili wako zimejihifadhi kwenye utumbo wako. Unapokuwa na bakteria wabaya, ni kwamba tayari kote yao umeshasababisha vitu ndio kwamba intestinal inflammation, ambayo tayari inakuja kupunguza uwezo wa ile kinga yako kuweza kudhibiti mioto mingine ambayo itaweza kuja kutokea. Tayari wewe una inflammation. Kwa hiyo virus anapokuja kuingia hapa ni swala tu ya mtu huja kuongeza kama petroli kidogo, na mwisho wa siku wewe unapata changamoto kubwa sana. Sasa chakula kinahusika vipi hapa? Fahamu kwamba wanazidi kusema katika tafiti hii kwamba lishe ambayo ina vyakula vya wanga kidogo, low carbohydrate, high fat, high protein, alafu imesheheni mafuta na protein. Hizi lishe ambazo watu wengi wanahubiri kwamba kula mayai, kunywa maziwa, kula nyama kwa wingi, tumia mafuta ambayo hayagandi, yanahimili joto. Zile lishe zile ndio zinasababisha hii gut dysbiosis. Unakuwa na bakteria wengi wabaya, alafu wale wazuri ni wanapotea. Hasa unapokuwa hupati vyakula vingi vya mmea. Unapata vyakula vya mmea kidogo, nyama, maziwa, mayai, inakuwa ni kwa wingi sana, inasababisha masuala ya dysbiosis, ambapo mwisho wa siku na athiri kinga zako na kuendelea kufanya wewe kuwa na inflammation hizi ambazo kama ni systematic low grade inflammation, ambapo sasa mwisho wa siku kwamba hiyo inakufanya wewe kuwa hatarini kuweza kushambuliwa na habari za coronavirus, kwani tayari wewe una inflammation na COVID-19 yeye ndo mfereji wake katika utendaji kazi wake na kuweza kushambulia mwili wako. Hii ilikuwa ni kwa wagonjwa wa magonjwa sugu ambacho unatakiwa ufahamu. Kuna kitu kimoja nataka ni kufahamishe zaidi juu ya masuala ya lishe na masuala ya inflammation. Tumeona kwamba habari za ulaji wa vyakula vya mafuta na protein ndio ambavyo, na hasa na masuala ya sukari, ukiwa umepunguza vyakula asili ya mimea ambavyo nafahamu kwamba vimesheheni vingi wanga, ukiwa umeviepuka hivyo, ni kwamba vinapelekea wewe kuweza kuwa na hii dysbiosis, masuala ya inflammation.
Na ni lishe gani ama ni vitu gani ambavyo pia sasa huwa vinakuja kuzuia hii gut dysbiosis? Lishe yoyote ambayo inaweza kupambana na kuondoa hizi swala la inflammation ni lishe ambayo ina vitu vikuu karibia vinne kama vile vitano. Moja ni habari za nyuzi lishe ambazo nimekuwa nikisema kwamba ni aina fulani ya wanga. Kwa maana kwamba nyuzi lishe inapoenda kwenye utumbo wako ni kwamba huwa ni chakula bora kwa ajili ya bakteria wale wazuri ambao wale huwa wanabadilisha ile nyuzi lishe ambayo ni fiber kwenda kutuzalisha kemikali ambazo ndio kwamba ni short chain fatty acid, ambazo hizo zinazuia mioto na masuala ya free radicals, ambazo hizo free radicals zinaweza kusababisha masuala ya oxidative stress kwenye mwili wako, ambazo hizo inflammation na oxidative stress zingeweza kusababisha mazingira rafiki kwa ajili ya huyu COVID-19 katika utendaji kazi wake. Hivyo kwa hiyo masuala hii ni kitu cha kwanza, masuala ya fiber. Lakini kitu cha pili ni habari za vitamini. Lishe yoyote ambayo ina vitamini C ya kutosha, vitamini A ya kutosha na vitamini E ya kutosha ni kwamba ni lishe ambayo ni anti-inflammatory, inazuia pia habari za mioto. Cha tatu ni habari za phytochemicals, kwa maana kwamba inavyoonekana kwamba lishe ambayo imesheheni phytochemicals, ambayo tunafahamu kwa phytochemicals ni kemikali ambazo zinapatikana tu kwenye vyakula asili ya mimea. Zile phytochemicals ni anti-inflammatory, zinazuia inflammation ambazo zinamfanya huu COVID-19 kuja kufanya mashambulizi kwenye mwili wako, sambamba na kuzuia pia habari za oxidative stress. Na kingine cha mwisho ni habari za madini. Inavyoonekana katika tafiti mbalimbali kwamba ukiwa na madini ya zinki madogo, ukiwa na low zinc level kwenye mwili wako ni kwamba huwa inahusiana kuongeza hatari kushambuliwa na viral infection, magonjwa yote ambayo yanahusiana na masuala ya virus. Kwa hiyo lishe ambayo ina vitu hivyo inavyoonekana kwamba ni lishe ambayo pekee inaweza ikaboresha hii wale bakteria kwenye utumbo wako, kwa maana kwamba inazuia gut dysbiosis na hivyo pia kuja kusaidia kuzuia swala la hii systematic low grade inflammation. Na ndio maana ukijaribu kuangalia kwamba kipindi cha corona watu walikuwa wanatumia vitu kama tangawizi, limao na vitu vingine ambavyo ni asili ya mimea, ambavyo vyote vimesheheni vya vitu ambavyo navizungumza na hizo phytochemicals ambazo pia zinahitajika. Sasa kumekuwa na lishe mbalimbali ambazo watu tunaziishi, ambazo watu tunakula, na ambacho sasa ni kitu kubwa sana ambacho nataka nikufahamishe kwamba ni lishe ipi ambayo ni bora katika kudhibiti habari za COVID-19, au kwamba ni lishe ipi ambayo imedhibitiwa kwamba inaweza kinga na sometimes kusaidia kwenye matibabu ya coronavirus huyu au COVID-19 huyu. Hapa tunaangazia lishe karibia 4. Moja ni whole plant based diet, ambayo ni lishe ambayo inahusisha vyakula vyote asili ya mmea ambavyo vimesheheni wanga, ambayo sometimes inaitwa kwamba ni high carbohydrate low fat diet. Maana mafuta kidogo lakini wanga zinakuwa ni nyingi sana. Vitu kama viazi, mihogo, magimbi, jamii ya mikunde, matunda, nafaka na mboga mboga. Hiyo lishe tunaita kwamba ni whole plant based diet. Lakini pia tuangazia lishe ya pili ambayo ni pescatarian diet, ambayo inaruhusu ulaji wa vyakula asili ya mimea sambamba na vyakula vitokanavyo majini peke yake. Hao jamaa wanakuwa hawali nyama, si maziwa na mayai, kwa maana kama nyama nyekundu, na kwa upande wa nyama nyeupe wanaishia tu kula samaki huko, lakini kuku huwa hawali. Hawa pescatarian ni watu ambao wanakula vyakula ambavyo ni asili ya mimea kwa sambamba na vyakula vitokavyo na majini. Kuna lishe nyingine ambayo naenda kuiangazia ni hii lishe ambayo ni low carbohydrate, ambayo ni ya watu wengi wanaamini kwamba ni nzuri zaidi. Hii lishe ya kuepuka vyakula vya wanga wakati umeongeza protini na mafuta. Tutaziangazia katika mfumo wa tafiti ili kusudi uweze kujua kwamba ni lishe ipi ambayo iliweza kutoa matokeo mazuri sana. Tuanze tu na tafiti ya kwanza ambayo hii ilikuwa na wafanyakazi wahudumu wa afya 2884. Hawa waliwatoa kwenye nchi 6 ambayo ilikuwa ni Italy, France, UK, USA na German. Wahudumu hawa waliweza kuwaweka kwenye makundi makuu matatu, au waliweza kuangazia katika makundi makuu matatu, kwa maana ya kwamba walipokuja kuangalia katika kiwango cha kutokea kwa kesi za coronavirus, kuanzia ile hali ya mtu kuwa moderate na kuwa na severe coronavirus, kuja kuonekana kwamba wale watu ambao walikuwa wale wahudumu wa afya ambao walikuwa wanakula vyakula asili ya mmea ambao ni vyakula vya wanga, whole plant based diet, ni kwamba watu hawa kuonekana kwamba kulikuwa na punguzo la 73% ya kesi hizi za COVID-19 kwa upande wao, wakati wale watu ambao walikuwa wanakula vyakula ambavyo ni pescatarian
kwa maana kwamba nakula vyakula asili ya mimea sambamba na vyakula vya majini, kulitokea punguzo la 59% ya kesi hizo za corona ya virus kuanzia kwenye moderate kwenda kwenye severe. Wakati huo huo pia kwenye ile kundi sasa ambao walikuwa wanaepuka vyakula vya wanga, wakati huo wamekuwa wameongeza protein na mafuta ambayo ni low carbohydrate, ilionekana kulikuwa na ongezeko kubwa sana la kesi za coronavirus kuanzia kwenye moderate kwenda kwenye severe. Hii ilikuwa ni tafiti ya kwanza ambayo inatuprovia kwamba vyakula asili ya mmea inaonekana kwamba ndio lishe pekee ambayo inaweza ikapambana dhidi ya coronavirus. Wakaja akahitimisha katika tafiti ya hawa watu kwamba ilionekana kwamba ulaji wa vyakula asili ya mimea sambamba na ulaji wa kibakterian ambao unahusisha vyakula asili ya mimea sambamba na vyakula vitokanavyo majini ndio lishe pekee ambazo ziliweza kuhusiana ama kupunguza kesi za coronavirus kutoka kwenye moderate na severe, kwa maana kwamba zilipungua zile kesi, tofauti na watu ambao walikuwa wanafuata hii lishe ya low carbohydrate ambao unakuwa umepunguza vyakula vya wanga ambavyo ni asili ya mimea na halafu umeongeza vyakula vya protein na mafuta kwa wingi sana. Hii ilikuwa ni tafiti ya kwanza, lakini tafiti ya pili waliweza kuwagawanya watu katika makundi makuu mawili, na sample yake ilikuwa ni watu wapatao 592,571 ambapo watu hawa kundi la kwanza waliweza kutrack watu ambao walikuwa wako kwenye ulaji wa vyakula asili ya mimea kwa wingi sana, ambayo kwamba iko ni high quality diet. Alafu pia kundi la pili ilikuwa ni kwa watu ambao wamepunguza kula vyakula asili ya mimea, kwa maana kwamba hiyo waliita kama poor quality diet. Walichokuja kugundua kwamba kwa hiyo kundi la kwanza ambao walikuwa nakula vyakula asili ya mimea kwa wingi sana, kuliweza kupungua kwa uhatari wa wao kuweza kupata corona virus, wakati kwa wale ambao walikuwa wamepunguza ulaji wa vyakula asili ya mimea ni kwamba kulitokea ongezeko la uhatari wa kupata huyu COVID-19. Kwa hiyo wakasema kwamba ulaji wa vyakula asili ya mimea ulisaidia kuja kupunguza uhatari wa watu hao kuweza kushambuliwa na coronavirus, kwa maana kwamba plant based diet ilikuwa na uwezo wa kusaidia dhidi ya coronavirus. Sasa hii ukijaribu kuangalia lishe itokanavyo na vyakula asili ya mmea inaonekana kwamba ni lishe ambayo ni bora katika kumdhibiti coronavirus. Na hata hivi nadhani nimeweza kubana mimi kwamba kipindi cha corona ni kwamba wengi tumetumia tangawizi, malimao na vitu vingine asili ya mmea, na hakuna mtu aliyekaa akasema kwamba ngoja nitumie chai ya maziwa kwamba itaweza kunisaidia kupambana na coronavirus, isipokuwa tulipambana na vyakula asili ya mmea, kwa maana kwamba ambavyo vilikuwa vinaweza kupambana dhidi ya coronavirus. Lakini fahamu kwamba hii lishe ya vyakula asili ya mmea ndio inakizi sifa ya zile lishe ambazo zinafanya kazi dhidi ya coronavirus, kwa maana kwamba ndio lishe pekee ambayo imesheheni nyuzi lishe, wanga anayo nyuzi lishe, ndio lishe pekee ambayo imesheheni vitamini kama vitamini C, vitamini A na vitamini E, lakini ndio lishe pekee ambayo pia imesheheni hizi phytochemicals ambazo ni kama carotenoids na polyphenol, lakini pia ni kwamba hii lishe asili ya mmea ndio imesheheni madini ya zinki ya kutosha pia. Sasa ukijaribu kuangalia kwa hii lishe ya mmea ambayo imedhibitiwa kupambana dhidi ya coronavirus, tunakuja sasa kwenye kitu kingine ambacho imekuwa kikiwashangaza dunia na ambapo kisababisha wao kuweza kuita kwamba the African COVID-19 paradox. Fumbo hili la habari za corona kwa upande wa Afrika. Kwa nini Afrika kwa kuna vifo vingi sana? Na kwa upande wa wenzetu Ulaya na upande wa Marekani na nchi za Asia huko, kwa nini walikuwa ni wahanga wakubwa sana corona virus? Ni kufahamisha tu kwamba kinachoweza kuelezea hili fumbo ni vitu viwili. Moja ni lishe ya upande wa Afrika, lakini pia ni hii gut dysbiosis, uwepo wa bakteria wabaya kwenye masuala ya mmeng'enyo. Kwa upande wa Afrika ni kwamba tuko kwenye lishe, wengi wanakula vyakula asili ya mimea tofauti na watu wa hizo nchi za Ulaya ambao wengi wanakula vyakula ambavyo vimesheheni protini na mafuta kwa wingi sana, na inafahamika tu kwamba lishe kutokana na mmea huwa inakinga na kutibu magonjwa haya sugu yasiyokuambukiza ambayo ndio kihatarishi cha huyu coronavirus, kwamba ni moja ya factor ambayo inakufanya kuwa kwa hatarini kushambuliwa na coronavirus. Kwa kuwa kula vyakula asili ya mimea unakuwa tayari umeukinga na haya magonjwa sugu ambayo yangekufanya kuwa mtahini wa coronavirus. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini sababu nyingine ya pili ni swala la gut dysbiosis, kwa maana kwamba mmeng'enyo mingi ya Afrika ina bakteria wengi wazuri ukilinganisha
na mengine ya watu wa Ulaya na upande wa Amerika. Ndio kitu ambacho kimekuwa kijaribu kuelezewa katika tafiti mbalimbali, na hii kutufanya sisi kutokuweza kuwa na hii issue kushambuliwa sana swala la systematic low grade inflammation, na kufanya wewe kuwa tayari huru kutoka kwenye hatari kushambuliwa na coronavirus. Sababu za swala la lishe ndio hizo zinaeleza. Kwa upande wa Afrika pia kulikuwa na mgawanyo. Kwa mfano, mjini watu walishambuliwa sana swala la coronavirus tofauti na upande wa vijijini. Vijijini kulikuwa hakuna mashambulizi sana ya coronavirus. Vifo vingi vimetokea mjini. Kwa nini mjini na tofauti kijijini? Kijijini wanakula vyakula vya wanga sana. Vyakula vitokana na mimea, viazi, mihogo, magimbi, jamii ya mikunde na mboga mboga huko ndio wanakula kwa wingi sana, wakati mjini tunakula sana vyakula vya protein kwa wingi sana, maziwa, mayai na hizo nyama, sambamba na wanga mbaya, sukari hizo za madukani kwenye vinywaji na wanga nyingine ambazo zimeshakobolewa, na hivyo kusababisha sisi kuwa na mmeng'enyo ambayo tayari iko vibaya na kushambuliwa na magonjwa sugu ambayo vyote vinatufanya sisi kuwa tayari watahiniwa ama kuwa hatarini kuweza kushambuliwa na huyu corona virus, tofauti na watu wale huko kijijini. So far unaweza kuwa umejifunza kitu katika masuala ya virus ya au COVID-19 na masuala ya lishe, kulikuwa na uhusiano gani, kwamba ni kitu gani ambacho tunatakiwa ufanye. Ni kusii tu kwamba nimalize neno moja kusema kwamba go plant, kula vyakula vingi asili ya mmea ni moja sehemu sahihi au ni namna nzuri ama ni lishe nzuri ya kuweza kujikinga na swala la COVID-19, wakati ukiwa unaendelea kuchukua tahadhari nyingine ambazo zinaelekezwa na wataalamu wa afya. So far ni kushukuru wewe kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, kitaalamu nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri. I hope you enjoyed.